Kamera yetu leo ya Mnyasa Media imemnasa shabiki Lialia wa Young Africans. Hapa anazungumzia mzee wa kunyosha. Naungana naye hapa kwenda kuangazia yaliyo mengi. Kubwa ni kuhusiana na basi la Simba ambalo linaonekana kusambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini upande wao Young Africans wanaonekana wamelikandia kwamba basi hilo ni bovu na linapelekwa gereji. Naungana naye hapa mzee wa kunyosha kujua mambo mengi kulikweli kuhusiana na basi la Simba, lakini tutagusiana na mambo mengine kadha wa kadha. Baki nasi mpaka mwisho. Bwana mzee wa kunyosha, mambo vipi? Mambo poa kabisa, nashukuru Mwenyezi Mungu niko poa. Mambo yanaenda lakini? Mambo yanaenda, na kama haendi unaenda mwenyewe. Bwana, umeona basi la Simba? Basi la Simba nimeliona. Likoje basi la Simba? Ni basi zuri, basi ambalo manake la kisasa, ni basi ambalo manake ndio linahitajika saizi katika vilabu vingi wanatumia basi kama lile. Yeah. Ally Kamwe, afisa habari wa klabu yako Young Africans, ameonekana kandia basi hilo. Kwa upande wako nalipi la kuzungumza? Ally Kamwe mimi niseme tu manake amekosa maneno ya kuongea kwa sababu gani unajua? Lile basi halina shida aina yote. Alafu kitu hata kikiwa kipya, hata kama kinaenda gereji manake, kwa sababu ni lazima manake aliwezi kutembea barabarani bila manake kufanywa manake service. Sio, ushaelewa? Kwa hiyo ni kitu ambacho kawaida. Leo hii unaenda unanunua gari mpya kabisa, unatoa maganda yake, lakini ni lazima muite fundi afungue kitu kimoja baada ya kingine, aweke sawa, angalie kila kitu kimekaa sawa. Kwa hiyo kusema eti basi siji kwa sababu limeenda gereji basi ndo used, iko kitu ambacho manake nakikataa, na ni kitu ambacho sio cha ukweli. Ni kitu manake gereji inaenda kupigwa rangi nini? Gereji sasa, gereji itaenda manake kwa vitu vingi, itafanywa service, na kama kuweka nembo za Simba kama nini, kuna vitu vingi ambavyo wanaweza manake wakavitaka wenyewe Simba kuvifanya manake. Kwa hiyo huwezi kumwamulia mtu manake nini afanye wakati ni gari la kwake na limeshuka manake kutoka na ni ile, ina maana used limenunuliwa wapi, Tandale au Manzese. Lakini wewe ulivyoona jipya lile au basi jipya lile? Sasa kwa nini Ally Kamwe anasema gari used? Ndio yale tunaongelea, tumeambiwa hapo uwanja utaanza kwa kasi ya ajabu, sio nini na nini, mwisho wa siku uwanja wenyewe pale hatuoni pale, yani sijaona hata grade hata moja kusema kukwangua tu, angalau hata kukwangua tu sijaona. Umeshaona? Tena juzi tu hapa nimepita pale Jangwani. Wewe? Nimepita Jangwani pale, sijaona kitu chochote zaidi nilichoona pale wanapaki magari pale na mashabiki wale njanja pale wanaoenda kushinda basi. Na mashabiki? Njanja. Ndio uliona pale Jangwani? Ndio niliwaona pale. Ina maana kwenye klabu yako kuna mashabiki njanja? Wapo watu yani hawataki kufanya kazi, wanategemea manake Yanga ndio yailishe. Iko kitu ambacho mimi nakichukia siku zote. Unakichukia siku zote? Sawa kabisa. Mimi uwezo kanikuta pale yani sina kazi ya kufanya, na maana niyo naenda na shinda tu pale. Mtu unamkuta kuanzia asubuhi, hata kama ndio una mapenzi na timu yako, kuanzia asubuhi mpaka jua linazama. Wewe ufanyi kazi. Sasa unapata manake hela kujikimu unapata wapi? Kama sio manake wewe ndio unaitegemea Yanga. Badala wewe Yanga ndio ifanyie kitu, wewe Yanga inataka ikufanyie kitu wewe. Mimi hiyo kitu sikitaki. Ukitaki? Yeah. Kwa hiyo Simba wewe unawapongeza kupokea basi la jipya. Pale mzabuni wao kafanya kitu ambacho manake cha maana, manake aliahidi katekeleza. Aliahidi nitamleta mchezaji mkubwa, kamleta. Sio shona. Aliahidi nitawaletea basi, kalileta. Saizi kabakiza ahadi yake moja tu, nitawajengea uwanja, atajenga. Kwa sababu ni mtu ambaye anatimiza manake. Anachokiahidi. Manake ni mtu wa kutimiza. Ni mtu wa kutimiza ahadi. Kwa hiyo ni kitu kizuri, ni basi zuri, wala tusilete unafiki sisi wana Yanga. Basi zuri, tusilete unafiki. Basi zuri. Tena basi la kisasa. Mzee wa kunyosha inaonekana umeliona ile basi, sio? Mimi nimeliona vizuri kabisa, na nimeliangalia mara 2 mara 3. Umeshaona? Kwa sababu unajua manake jinsi linavyobrandiwa katika mtandao nini, watu wao wajui ndo wanalibrandi. Vile manake wao wanavyosema manake siji use this nini wanalibrandi. Kwa hiyo tunalichunguza, tunaliangalia kwa vizuri. Hili wanalosema hili ni kweli, lakini wao ni unafiki. Ni unafiki. Basi zuri. Basi zuri. Manake hakuna kona hapa. Hakuna kona, mimi nanyokaga hivi moja kwa moja. Basi zuri. Vipi basi hili na lile la kwenu vipi? Sababu nawe bwana unaongelea vitu gani hiyo? Unaongelea scrap ile, na wewe fananishe na hii ndugu yangu. Tena inaitwa jina gani? Jina kidogo limenitoka, hebu nikumbushe jina. Hizo nini? Basi lipi tena? Ila Simba. Jina lake ni ngumu kidogo bwana. Ngoja nikikumbuka poa ndani. Limenitoka kidogo. Wengine wanaita Eliza, Eliza anaanza na hivyo kitu kama hicho. Kwa hiyo ni bonge la basi la kisasa. Eliza. Kama ndege ile. Basi la Eliza. Kama ndege. Kama ndege. Kwa hiyo unaona kwamba kuna ulazima wa klabu ya Young Africans kujifunza kwa upande wa Simba?
Sisi tulivyo manake huwa manake ni kula na doto. Yani manake huyu akifanya hivi na huyu naye lazima manake atafanya hivi. Kwa hiyo hapo tayari Yanga nani Simba ameshatupa changamoto na sisi manake nataka manake sasa tufanye zaidi ambacho ya basi lile la Simba. Ili na wao nao waje nao waseme USD wafanyaje hivyo iwe hivyo. Iwe 50 kwa 50. Lakini sasa tunaongelea manake USD wakati sisi hata scraper yenyewe hatuna. Umeshaona? Kwa hiyo mimi nafikiri manake na sisi tuige mfano manake wa Simba tulete na si basi zuri la msimu ujao. So mabasi yetu mascraper. Ukiangalia kwa upande wako kuelekea msimu ujao, timu gani ambayo nadhani itamiliki uwanja kwa haraka kati ya Simba na Yanga? Mimi naona manake katika swala la uwanja hilo manake ni process ndefu sana. Maana yani niseme mnafika sababu mimi naelewa masuala ya ujenzi jinsi yanavyokwenda. Ni swala ambalo la kusema manake utaibuka tu umelala usingizini kesho una uwanja kama vile manake alivyotuaminisha msemaji wa Yanga Alikamwe. Huwezi tu kuamka tu usingizini tu kesho uwanja tayari ushajengwa. Ni kitu ambacho cha process ila na imani kabisa. Kwa sababu manake Simba manake wana watu ambao manake wanaotekeleza kwa vitendo. Naona kabisa Simba inaweza ikaanza kupata uwanja mapema kuliko Yanga. Tayari uwanja wa mazoezi kule Bunju upo tayari. Hilo linafahamika. Tulishaendaga pale. Kuna ile atucheze. Mlifanyaje? Tulienda pale kuna ile atucheze. Uwanja nao Simba mazoezi. Upo uwanja. Upo Lakini pale Jangwani bwana kuna shabiki mmoja wa Young Africans anaonekana kujirekodi na akatupia video mtandaoni. Alishambulia kweli akisema kwamba haoni uwanja pale zaidi ya magari yamepaki na kuna sehemu kuna taka alieleza. Yaani hivi, yaani yule pale aliofanya kitu kile pale, mimi namuunga mkono kwa 100% kwa sababu yule hajakosea, si ukweli? Pale si magari maegesha magari sasa hivi. Au tunakata hata saa hizi hapa tukisema manake kamera yako hapa tutoke hapa twende pale Jangwani sasa hizi. Kuna nini ambacho utakuta kinaendelea zaidi? Tutakuta watu wameegesha magari na wale ambao wanaoshinda pale manake wanasubiria posho za Yanga. Umeona? Kuna nini ambacho kingine utakikuta pale? Wanasubiria posho za Yanga. Wanashinda pale. Sababu kuanzia asubuhi upo pale Jangwani. Jua linazama huko pale. Hivyo familia yako kwa manake ni unaiendesha vipi manake? Kama sio manake ukitoka pale unasubiria kibahasha ndio maisha yaende, ukitoka hapo manake unasifia hata vitu ambavyo vingine manake havipo. Ndio akitoka hapo ndo anakandia kwenye mitandao huyu hapa kaongea hivi. Sisi tunaongea ni ukweli. Uwanja tuliambiwa unaanza kujengwa mara moja baada tu ya kutangazwa mdhamini pale. Mpaka leo hii pale hatujaona hata mtu kuja kupima maji tu pale kupima nini hamna, hajakuja hata mtu atakupima tu. Sio ile grade lije likwangua kupima. Hajatokea mtu akupima. Manake unaona viongozi wa Simba wanatekeleza. Viongozi wa Simba sio sema wataleta basi. Basi limekuja lijakuja. Tumeliona kwenye mitandao. Kwa hiyo hata ukisema manake use la kwako. Si la kwao. Wana basi hawana? Wanalo. Sasa wewe unasema manake wajenga kwenye uwanja hata grade hamna pale hata hoja ni zaidi manake unamaegesha magari. Magari yanapaki tu pale. Tuache janja. Unapoahidi kitu kitekeleze kwa wakati. Watu waone kweli. Kinachokwamisha nini? Kama kuna kitu kimekwama, unatakiwa manake mseme. Bwana kuna 1 2 3 lakini tutaanza muda fulani. Wewe unasema tunaanza kwa haraka. Alafu mpaka leo hii manake hakuna kinachoendelea. Unaweza kashangaa huu msimu huu unaisha. Wewe bwana. Pale hamna kinachoendelea. Mpaka msimu unaisha. Unaweza kukuta kitu kama hicho. Kwa sababu kwa jinsi ambavyo walivyotueleza manake. Saizi pale itakiwa manake yani tayari manake yani shughuli zilishaanza pale. Watu manake watu wanasubiria kazi pale. Sio kuna watu ambao wanapenda tu kwenda kushinda tu pale. Kuna watu wanataka waende wafanye kazi pale. Umeshaona? Maana uwanja ukiwa unajengwa watu sio wanataka wafanya kazi. Kuna watu hawana kazi wanasubiria tenda pale. Wataanza kusogeza matofali. Kusogeza zege. Au kusogeza zege. Sasa waanze ili watu waanze kupata ajira. Wanaleta longolongo. Siasa nyingi Yanga pale. Wewe bwana wewe. Wewe mambo unakubaliana naye? Nani mambo ya Yanga? Yaani Yanga mimi nitaungana mkono mpaka pale nione kitu tayari kishafanyika. Lakini sio kwa hivi kwa kuongea mdomoni. Kwa kuongea mdomoni si tuko vizuri. Tuko vizuri. Ila kwenye utekelezaji hatuko sawa. Utekelezaji? Hatuko sawa. Kwenye kuongea ndio mko vizuri. Kwenye kuongea? Kwenye mipango miji? Tuliambiwa kule Kigamboni unajengwa bonge la uwanja. Umejengwa? Umejengwa Kigamboni kule? Hatujapewa kule nani eneo kule? Kwani ufuka makaburi? Mimi sinaongea tu mimi nanyokaga hivi. Wewe mwandishi tatizo unanichokoza ndio shida hiyo. Unafuka makaburi? Unanichokoza.
Mimi nikiongeaga sana naonekana kama naongea yani manake ni kama vile manake naipendelea Simba. Mimi Yanga naumia kwa kweli, mimi naongea kwa ajili ya Yanga yangu. Wewe ukinichukia nichukie. Ukisema unanipenda sawa. Yani vyovyote vile kwa sababu mimi sitegemei Yanga ndio nilishe mimi na kazi yangu. Utegemei? Sitegemei Yanga nilishe. Mimi na kazi yangu. Nafanya kazi yangu, napata kipato kila siku. Hicho hata kama ni kidogo hicho kinanitosha manake na familia yangu maisha yanaenda. Ila Yanga yangu siwezi kuacha kuisemea. Nitasema mpaka inyoke hivi. Kama mimi nilivyonyoka. Mzee wa kunyosha. Utakuwa unasema kila siku. Yaani nitaongea mpaka inyoke hivi. Kwani mara ngapi sinaongea hapa kocha huyu hafai, atofai na mwisho wa siku kocha afukuzwi? Tunaona anafukuza. Sasa kwa naongeaga uongo. Mimi naongea na nyokaga hivi. Tunasikia mnamtaka Faisal. Hadithi hizo. Hizo hadithi. Bwana. Hadithi aje kula ugali na sukari. Hadithi hizo. Aje kula ugali na sukari. Ana shida gani kule Azam yeye? Faisal wewe unafahamu ana shida gani? Kwani kuna ugali na sukari? Si ndio kilichomuondoa hicho? Au manake bwana mwandishi bwana usifufue bwana nani bwana wewe Faisal mwache yale bata lake pale Azam pale. Anafanya vizuri mtoto wa watu, ana shida ana bora analipiga watu walikuwa wanategemea labda angeenda Azam labda angepotea ndo kwanza manake ana performance kubwa kuliko yani manake hata alivyokuwa Yanga. Kwa hiyo mwacheni Faisal afanye kazi ya Azam. Na mimi nataka ushauri kama manake yani ikitokea manake atoke Azam aende akacheze Simba. Akitoka Azam aende akacheze Simba. Asirudi Yanga. Sasa unarudi yani unajua kurudi sehemu moja manake ni kujikwamisha katika maisha. Umeshaona? Yaani wewe kwa namna alivyoondoka Faisal yani unategemea kabisa na akili zake anaweza karudi Yanga. Jinsi alivyotukana vile. Rudia tena kauli yako. Namna alivyoondoka Faisal vile. Jinsi tulivyomziaki vile mpaka familia yake. Leo hii unategemea Faisal anakuja tena kuvaa jezi ya Yanga anacheza Yanga. Manake pagumu. Nitamcheka akili hata mimi. Wewe bwana. Nakwambia hivyo. Manake unatamani atoke Azam. Yaani akitoka Azam aiza apate timu nje aende akacheze au acheze Simba. Akirudi Yanga kaja kujipoteza. Wana Yanga mimi nawajua hawaishiwagi Nongwa. Usizanie manake hivi kama limeisha lile alijaisha Faisal. Kwa Sudi Yanga aende timu nyingine yoyote. Lakini sio Yanga. Sio Yanga. Hawezi kucheza Yanga. Wewe bwana wewe. Ndio nakwambia hivyo. Kama anabisha avute mpunga wa Yanga arudi afu uone kama kuna mtu atakuwa anaitwa Faisal. Manake unamaanisha kwamba kiwango chake kitashuka ama? Pale anaenda kumaliziwa. Mimi sinajua Nongwa ya Yanga mimi naielewa. Manake pale ile ugomvi bado upo manake. Ule ugomvi hujaisha, hauwezi ukaisha. Mimi ndo nakueleza hivyo. Ule ugomvi. Na ukitaka kuamini ule ugomvi hujaisha. Na Faisal kwa sababu manake anacheza Azam, kwa sababu Azam ana impact yoyote na Yanga yani ana manake shida na yoyote na Yanga ni leo hawezi nani. Ila Faisal angekuwa ameenda Simba. Mimi nakwambia watu viatu vyake vile wangeondoka navyo. Asingecheza pale Simba vizuri. Nakwambia hivyo. Kwani Simba vipi? Simba sio. Labda wangemshughulikia labda. Labda wangemwogesha maji. Labda wangemwogesha maji. Bwana unajua vitu vingi. Sasa mimi mpira nimeanza kufuatilia. Mimi sio 2000 babu. Mimi sijaanza kufuatilia mpira leo. Mimi Yanga nimeanza kuipenda ni maana toka niko hivi. Na miaka si 3 si 4. Sababu babangu mimi Yanga, mamangu Yanga, yani familia yangu yote kwa kifupi Yanga. Unaweza kuniambia kitu chochote? Kwa Yanga unajua nje ndani. Yaani kinaga kabisa ni naanza kuifuatilia mimi toka nasikiliza kwenye redio. Nikitaka kukumbusha Yanga nasikiliza kwenye redio mechi moja tunafungwa na Simba goli hizi 2. Morogoro, Jamhuri. Tunafungwa 2 nasikiliza mimi homa pale nilipata manake nilizimia. Hiyo kama unakumbuka wachezaji wa Yanga walitolewa pale na mkukumkuku walipigwa mawe na basi mpaka violi pasuka basi la Yanga lile na Costa kipindiko ilikuwa sio basi kama basi. Ilikuwa Costa. Bwana neno lako la mwisho kwa mashabiki wa Simba na mashabiki wa Africans? Atuache unafiki. Unafiki ufai. Tusiwe tunafurahisha tu manake yani kuongea tu mradi tuwafurahishe watu au tuwafurahishe viongozi fulani. Umeshaona? Unafiki haufai. Na kingine kabisa cha mwisho Mangungu anafaa kuwa kiongozi Simba pale mechi. Bwana shukrani sana. Asante.